Wakati Young Africans wako kwenye pre-season ya msimu huu wa 25-26 katikati ya mwaka jana, miongoni mwa taarifa ambazo nilizipata kutoka kwenye kambi ya Young Africans na kwenye sehemu zao za mazoezi ni kwamba kulikuwa kuna mahusiano ya karibu ama niseme urafiki baina ya goalkeeper wa klabu ya Young Africans Djigui Diarra. Alikuwa na ukaribu sana na kiungo mpya ambaye alikuwa amesajiliwa wakati huo, kwa maana ya kiungo wa chini Abdul Nasir Abdallah almaarufu kama Casemiro kutoka katika klabu ya Mlandege ya pale Zanzibar. Kulikuwa kuna ukaribu sana, na niliwahi pia kubahatika hata kupata baadhi ya story pia ni kwamba alikuwa akimshauri sana. Yaani kama kuna mtu ambaye alikuwa yuko karibu sana na Casemiro kipindi hicho, alikuwa ni Djigui Diarra. Alikuwa anamshauri vitu vingi na kumshauri kwa kiasi kikubwa, na ule ukaribu ulikuja kutokana na kipaji ambacho Djigui Diarra alikiona kutoka kwa Abdul Nasir Abdallah almaarufu kama Casemiro. Kipaji ambacho alikiona kutoka kwake. Taarifa ambazo zilikuwa zinatoka kwenye uwanja wa mazoezi zilikuwa zinaeleza kwamba Casemiro alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa anaonekana kabisa anachukulia mazoezi very professionally, lakini ana talent. Sasa ile talent kwa kiasi kikubwa sana, taarifa zinaeleza ilimvutia Djigui Diarra na ikawa imemfanya atengeneze ukaribu na Casemiro katika kujaribu pia kumpa ushauri kwa kiasi kikubwa kwenye namna ambavyo anaweza kukua kama mchezaji, kwa sababu alikuwa anamuona ni mchezaji ambaye ana tools za kuweza kuja kuwa mchezaji wa kutegemewa mwisho wa siku mbele ya safari. Kwa hiyo yeye kwa useniority wake, kwa ukubwa wake, kwa ukongwe wake kwenye kikosi kama mchezaji senior, akawa anatumia nafasi ile kumsii vitu vingi sana Casemiro. Na hili linakuja pia kwa sababu kwa wale ambao walikuwa wafahamu, Djigui Diarra amecheza kama beki wa kati, amecheza kama kiungo wa chini zamani kabisa huko kabla hajakuja kuingia kwenye soka la kiushindani. Kwa hiyo ana vitu vingi vya kuweza kumpa mchezaji kama Casemiro, na Casemiro kwa nafasi yake akaweza kuvichukua na kuviingiza katika mchezo wake. Kwa hiyo ukiona mpaka mchezaji senior kwenye kikosi anavutiwa na mchezaji ambaye amekuja kwa mara ya kwanza, hiyo peke yake inapaswa kuonyesha kwamba huyo mchezaji anaonekana bila shaka ana kitu. Na mwisho wa siku kwa mara ya kwanza anakuja kupewa nafasi kwenye mchezo. Kwanza unamwona ni mchezaji ambaye alikuwa tayari. Unajua katika hali ya kawaida mchezaji ambaye amesajiliwa alafu akakaa zaidi ya miezi 8 hajapata nafasi ya kucheza, kiakili kuna mchezaji anaweza ile nafasi akajaribu kujilazimisha kuichukua, lakini ukawa unamwona kama kiakili pengine hayuko pale. Lakini unamwangalia mchezaji kama Casemiro anapewa nafasi ya kucheza kwa mara ya kwanza kwenye kikosi cha Young Africans, performance yake inakuonyesha kwamba huyu ni mchezaji ambaye alikuwa kiakili yuko tayari. Yaani haijalishi alikuwa anacheza, haijalishi alikuwa hachezi, hichi ambacho kimekuja kuonekana ni tafsiri ya kile ambacho kilikuwa kinaandaliwa kwenye uwanja wa mazoezi kupitia mazoezi ambayo alikuwa anayafanya, lakini pia kupitia utimamu ambao alikuwa anautengeneza wa kiakili, kwamba naweza nisicheze leo, naweza nisicheze kesho, lakini nitakapokuja kupata nafasi na naaminika, kwa sababu kama kuna mchezaji senior ama wachezaji kadhaa senior kwenye kikosi wameanza kukuamini mapema ukiwa kwenye uwanja wa mazoezi, tafsiri yake ni kwamba wewe ni mchezaji ambaye una kila tools za kuja kuweza kufanya vizuri mwisho wa siku. Unajua, asikwambie mtu, unapokuwa ni mchezaji ambaye unafanya vizuri bila kutarajia nafasi kwenye kikosi cha kwanza, bila kutarajia kucheza mara kwa mara, lakini bado ukawa ni mchezaji ambaye unasifiwa kwamba unafanya vizuri mazoezini, hii ni ishara ya mchezaji ambaye kiakili pia ni mkomavu, kwamba hatarajii kwamba kucheza peke yake ndio kuwe sababu ya kumfanya yeye ajitume au aendelee kuboresha kiwango chake, bali anaiona ile kama ni wajibu wake na ni kama sehemu ya kazi yake, kwamba itakavyokuwa mimi natakiwa kuboresha uwezo wangu kila siku kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo amekuja ameonekana kwa dakika chache kama ni kiungo wa chini ambaye anaweza kunusa hatari, anaweza kufika kwenye maeneo ambayo wapinzani watakuwa wanajaribu kupitisha mashambulizi katikati ya kiwanja na kuweza kudhibiti mipango hiyo. Lakini pia anaonekana anaweza kukaa na mpira na kujaribu kutembea nao kwa umbali fulani bila ya kuweza kupoteza kirahisi, lakini pia anaonekana kuwa na ule utulivu. Na of course kuna baadhi ya vitu ambavyo pengine utakuwa hujaviona, basi vitakuja na muda, kwa sababu asikwambie mtu hakuna mbadala wa mechi, lakini kile kizuri ambacho ameweza kukionyesha ni ishara ya maandalizi ya muda mrefu na ya umakini ambao alikuwa anayafanya. Angekuwa ameathirika ile kiakili kwamba mpaka mapinduzi imekuja, sigusi kabisa nafasi uwanjani, sichezi, kwa sababu mwenzake ni nje anacheza. Imagine kwenye mapinduzi alicheza, ina maana kama ingekuwa ni mchezaji mwingine angeona sichezi kabisa, labda ingekuwa kama imemshusha sana, asingekuwa anajua mwafaka wake, lakini amekuwa professional, ameendelea kujiimarisha, kuweza kucheza na wachezaji wenye uwezo mkubwa kwake, ameitumia kama ni nafasi ya kuendelea kujiboresha, na amekuja kupata nafasi na ameonyesha kwamba ana uwezo na ana nafasi ndani ya kikosi cha Young Africans endapo ataaminiwa.